Pokea salamu za heri njema ya mwaka mpya kutoka kwa kituo chako pendwa cha Tanzania News Today. Mwaka mpya ambao upo na fanaka pamoja na mafanikio mengi pamoja na afya njema. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Ninawatakia mwaka ambao utakuwa na mafanikio tele. Karibu sana niweze kuwapasha. Katika kitu ambacho kimeweza kuwashangaza Watanzania, jeshi la polisi limeweza kuondoa kanda za CCTV katika barabara ya Goba Center pamoja na Goba njia 4 Ubungo, katika harakati ambazo zinaonekana wazi kwamba ni kutaka kufuta ushahidi wa mauaji ambayo yalitendeka Tanzania kipindi cha maandamano yaliyokuwa yanapinga uchaguzi wa Oktoba 29, uchaguzi ambao uliegemea kwa serikali. Maeneo kama vile Ubungo, barabara kama vile Goba Center, Goba njia 4, tunaelezwa kwamba hapa ndipo maafa mengi sana yalitendeka. Hapa ndipo polisi waliwaua wananchi. Na hii serikali ya Samia imejaribu kila namna kuhakikisha kwamba hakuna hata kanda ambayo itakuja kuonyesha jinsi ambavyo uovu ulikuwa unatekelezwa Tanzania. Sote tunajua kwamba mwezi wa 11 karibu tarehe 6-7 hapo, jeshi la polisi lilituma taarifa kuelekea kwa kila mwananchi wa Tanzania kwamba aipuke kusambaza video ambazo zinaweza zikazua taharuki ama ambazo zinaweza zikaonyesha uchi wa mtu au mwananchi akipigwa risasi. Wakaona kwamba vile vitisho vyao havizai matunda. Wakarudi na kuwaagiza wafanyabiashara wa maduka katika miji mikuu Tanzania kama vile Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Dodoma kufuta kanda za CCTV zilizonaswa na CCTV tarehe 29 Oktoba mwaka 2025, tarehe 30 Oktoba, tarehe 31 Oktoba, tarehe 1 Novemba, tarehe 2 Novemba na kuendelea. Lengo lilikuwa ni kufuta ushahidi wa mauaji. Unajua CCTV ni kamera ambayo inachukua matukio. Sasa ukitaka kuchukua matukio mfano kama ya Oktoba, utaenda tu kwa servers za CCTV, utaangalia tarehe 29, alafu unapata 29 Oktoba mwaka 2025, unapata kanda yake. Sasa kitu ambacho kimeweza kuwaacha Watanzania na mshangao ni jinsi ambavyo jeshi la polisi limeweza kuondoa kanda za CCTV au kamera za CCTV ambazo zilikuwa zimeezekwa mnamo Juni mwaka 2025 maeneo ya Ubungo kama njia moja ya kulinda usalama, kuangalia wezi jinsi ambavyo wanaharibu mali. Lakini sasa baada ya haya maafa ya mauaji kutokea, zile kanda zimeondolewa na jeshi la polisi.
Lakini sasa maelezo ambayo yanatolewa na mkuu wa wilaya Bwana Albert Msando ni tofauti, na wananchi wa Tanzania wamekataa kusikiliza hayo maelezo. Mfano, katika sintofahamu iliyozuka miongoni mwa wakazi wa wilaya ya Ubungo kuhusu kuondolewa kwa kamera za CCTV katika barabara ya Goba Center pamoja na barabara ya Goba njia 4, mkuu wa wilaya hiyo Albert Msando ameeleza chanzo cha uamuzi huo na kuondoa hofu iliyokuwepo. Yaani amejaribu sana kutetea serikali, kuwaeleza wananchi kwamba sababu ya serikali kuweza kuondoa hizo kamera za CCTV sio hiyo ambayo mnafikiria kwamba tuliweza kuondoa, kuenda kudiliti yale matukio ya mauaji. Lakini mjinga ndiye ataamini hii serikali, lakini mwerevu hawezi akaamini hii serikali, na mimi niko hapa kuweza kuwaelimisha. Unaona hizo CCTV ambazo walichukua kwenda kufuta yale matukio ya mauaji. Mnajua mahakama kama ICC inategemea sana kanda za hizi CCTV kuonyesha ni kipi ambacho kilikuwa kinajiri, kuonyesha ukatili ambao ulikuwa unafanyika Tanzania kati ya tarehe 29 mpaka tarehe 5 Novemba. Lakini sasa Msando amesema kwamba kuondolewa kwa kamera hizo hakuhusiani moja kwa moja na vurugu zilizotokea Oktoba 29 mwaka 2025 kama ilivyodaiwa na baadhi ya wananchi, bali ni sehemu ya tathmini ya kiufundi na kiusalama iliyokuwa ikifanywa na mamlaka husika. Yaani anajaribu kuwadanganya wananchi kwamba walichukua zile kamera za CCTV kuenda kuziboresha. Mbona hawakutoa kuanzia mwezi wa Julai? Au mbona hawakutoa mwezi wa Septemba? Mbona hawakutoa mwezi wa Agasti? Wakakuja kutoa Oktoba, yani wakakuja kutoa Novemba. Mbona? Wananchi si wajinga. Waende watafute wajinga wa CCM wawadanganye, bali sio hichi kizazi cha Watanzania ambacho kimeweza kuerevuka. Sasa Bwana Msando Albert anasema kwamba kamera hizo ambazo ziliwekwa mwezi Juni mwaka 2025, mwaka huu ambao unaelekea kuisha leo tarehe 31, zilikuwa na lengo la kufuatilia mwenendo wa magari, kupunguza ukiukwaji wa sheria za barabarani na kudhibiti msongamano wa magari katika maeneo ya Goba. Hata hivyo, baada ya muda wa matumizi ilibainika kuwa kulikuwa na haja ya kufanya marekebisho ya kiufundi pamoja na kuangalia upya maeneo sahihi ya uwekaji wake. Hii serikali inafikiri kwamba wananchi ni wajinga. Kama wanasema kwamba walikuwa wameezeka hizo kamera kwa minajili ya kuweza kuhakikisha kwamba wanaangalia magari ambayo yanavunja sheria barabarani, hizo kamera hauwezi ukaniambia kwamba zingeepuka kunasa mpaka yale mauaji ambayo yalifanywa kikatili Tanzania. Zilinasa. Sasa wanataka kutuambia kwamba walizitoa kwenda kuziboresha zaidi, kipindi ambapo tunajua kwamba ni maafa, mauaji ambayo yalifanyika upande wa Ubungo ndio walichukulia hizi kanda kwenda kufuta. Sasa huyu Bwana Msando ameongeza kuwa serikali inaendelea kushirikiana na jeshi la polisi na wataalamu wa usalama wa barabarani kuhakikisha mfumo wa CCTV unarejea kwa ufanisi zaidi, huku ukizingatia mahitaji ya kiusalama.
Mkuu huyo wa wilaya amewahakikishia wananchi kuwa juhudi za kudhibiti uhalifu, vurugu na ukiukwaji wa sheria za barabarani zinaendelea kuchukuliwa kwa umakini. Sasa ninashangaa mpenzi mtazamaji, kipindi ambapo wanataka kutuambia eti kwamba walichukua zile kamera za CCTV kwenda kuziboresha, na wamechukua mnamo Novemba tu, kipindi ambapo wananchi wengi ambao wako na maduka kwenye miji mbalimbali walianza kutoa kanda za CCTV ambazo zinaonyesha jinsi ambavyo polisi waliweza kufanya mauaji Tanzania. Mwerevu atakwambia kwamba hizi kanda zimechukuliwa ama hizi CCTV zimechukuliwa kuenda kufuta ushahidi tosha kwamba polisi waliweza kufanya mauaji. Sina mengi, ila mimi nimekwisha tekeleza wajibu wangu wa kukuelezea taarifa hizi kwa undani. Sasa wajibu ni wako wa kusambaza hizi taarifa, na kama haujaweza kujiunga na hichi kituo, hakikisha kwamba umeweza kujiunga na hichi kituo cha Mwananchi wa Tanzania, kituo ambacho kinahakikisha kwamba tunazungumzia taarifa zetu ambazo zinatuhusu sisi wa Tanzania. Asante sana, Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra.